ni mwenyekiti wa JMAT wilaya Nyamagana. Tuko hapa kwa ajili kwanza ya kuunga mkono tamko la Mheshimiwa mwenyekiti wa taifa wa JMAT juu ya kile kilichoelezwa na maseneta huko Marekani kwamba Tanzania kuna ubaguzi wa dini. Amesema mwenyekiti wetu wa mkoa hapa, na mimi niunge hapo kwamba jumuiya hii ya maridhiano na amani Tanzania yenyewe ni ishara tosha Tanzania ni nchi ya namna gani. Kwa hiyo hayo yanayoletwa leo, wakati Mheshimiwa Jakaya akiwa rais, alitokea mtu mmoja hapa akasema Jakaya amekusudia kuisilimisha Tanzania. Amesema kiongozi wa KUI hapa, walioko ndani wanajaribu kuleta maneno, walioko nje wanapokea bila kuyapima. Kwa hiyo wakati Mheshimiwa Jakaya ni rais, tuliambiwa Jakaya amekusudia kuisilimisha Tanzania. Sasa toka Jakaya mpaka leo bado Tanzania katiba yake haijabadilika, ni nchi isiyokuwa na dini, raia wake ndio wana nini. Kwa hiyo hayo matamko ni matamko ambayo yana chokochoko ambazo Watanzania kwa mjumla popote tulipo, amesema mwenyewe Mheshimiwa Jakaya, maneno ya kuambiwa unaongeza na za kwako. Kwa hiyo sisi tunaamini Tanzania ni nchi ambayo hatubaguani kwa misingi ya dini. Wamesema waliotangulia, Waislamu wasiobahatika kujenga majumba yao wamepanga kwa Wakristo, na kwenye majumba hayo sauti za Qur'ani kwenye TV na radio zinasikika, na Wakristo wasiokuwa na majumba wamepanga kwa Waislamu. Mabucha, tunaona mabucha tofauti, vyombo vya usafiri, maisha yanaendelea. Hakuna huduma ambazo zimebagua dini. Kwa hiyo nadhani hii ni chokochoko tu namna gani nchi itaingia katika hali ya mtikisiko. Kwa hiyo wamesema wasemaji, na sisi tuseme kwamba maneno hayo kwanza yanaitwa na watu ambao wameshachoka. Wamechoka kwa sababu Tanzania miongoni mwa nchi ambazo zimekataa ushoga. Yawe Mkristo amekataa ushoga, Muislamu amekataa. Sasa hao ambao wanasema tuna ubaguzi wa dini, alisema mchungaji Leza pale, wao wenyewe dini yao haitambuliki. Ndio maana wameamua mwanaume atamua mwanaume mwenzake. Tanzania nchi ambayo imekataa. Kwa hiyo haya yanayokuja ni namna gani ya kujaribu kutaka kuivuruga nchi hii. Lakini alisema Mwalimu Nyerere, tukimpeleka mtu Ikulu haulizi dini yake ni dini gani. Na maneno haya Mwalimu aliyasema wakati Mzee Mwinyi anakwenda kuwa rais wa nchi hii, kwamba haiulizwi kamati kuu ya CCM huyu bwana dini yake dini gani. Kwa mimi nadhani haya ni maneno ambayo wamesema viongozi, tunaunga mkono, na sisi JMAT wilaya ya Nyamagana ushirikiana na uongozi wetu wa mkoa tunasema maneno haya ni maneno ambayo Tanzania tupaswe kuyafuata. Jambo la mwisho ni tuhuma ambazo zilitolewa kwenye vyombo mbalimbali vya habari juu ya mwenyekiti wetu wa taifa. Tanzania imekusudia kwenda kwenye tukio la maridhiano ya kitaifa. Kwa hiyo National Hadi ni kiongozi wa jumuiya ya maridhiano na JMAT ndio chombo chake. Kwa wakati tunaelekea kwenye tukio hili, kiongozi wetu anajaribu kuchafuliwa aonekane ni mtu ambaye hana uaminifu kusimamia mambo ya maridhiano. Lakini huyu ni kiongozi ambaye ni balozi wa amani, amekwenda kule Korea zaidi ya mara 2-3. Haendi kwa miguu, ni fedha nyingi. Kwa sisi wana JMAT hatukubali kugawanywa ama kuyumbishwa. Tuone kwamba mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa amepewa fungu la fedha, wana JMAT ameshindwa kutupa, ametumia mwenyewe. Hii ni namna ya kuweza kumchafua. Lakini tunaamini, wamesema wasemaji, kilichofanyika sasa na kumpiga chura teke. Amesogezewa hatua kwenda mbele, ndio maana mpaka leo hii bado hajajibu jambo la aina. Na wakati tukio hili linatajwa ili kuonesha kwamba JMAT na kiongozi mwadilifu kiasi gani, taasisi ambayo sio kiongozi kwa sasa ya BAKWATA, kiongozi wa nchi hii mufti wa Tanzania, wakati anaondoka alimkabidhi dhamana mwenyekiti wa JMAT akafungue mkutano mkuu wa chombo hicho, wakati yeye sio kiongozi wa taasisi hiyo. Kwa hiyo hii ni kuonesha namna gani mwenyekiti wetu ni mtu anayeaminika na kukubalika. Kwa hiyo sisi wana JMAT tunaenda kuendelea kwamba kusema kumchafua National Hadi hakutotosha kuifuta JMAT. Na mwenyekiti wetu wa mkoa amezungumza mafundisho ya dini anasemaje. Ndio maana tuko hapa kwa ajili pia ya kulaani vitendo hivyo visijirudie, na wana JMAT popote tulipo tusivurugwe. Tuje tukaona labda mwenyekiti wetu kuna fungu alipewa. Tuliokuwa hapa mwanzo kwenye maadhimisho ya kitaifa
tulimuona mwenyekiti wetu namna gani tumekesha naye usiku kucha mchana kutwa, hatua kwa, na tulipoenda hakutamani kutumia chochote kama futari ama chakula bila kuona wanajemati wote. Kwa nafasi yake na hadhi yake angeamua kujifungia hoteli kubwa, akaona nijitenge peke yangu, lakini kila alichokipata kama pesa alileta mbele yetu, kikafanya matumizi ambayo kila mmoja aliona. Tanzania yetu amani. Asante sana.